Ndogo, hebu tumsikize huyu mara moja. Ndugu zangu, hii kitu unayoiona hiyo inaitwa ibada ya Mungu jua, na hii ni kanisa Roman Catholic. Hili ndio kanisa Roman Catholic. Ndugu zangu katika Roma, unaweza kaa ni mama yangu, unaweza kaa ni baba yangu, unaweza kaa ni kaka, ni mjomba wangu. Mungu ananitumia kukuelekeza huku ni kuabudu miungu migeni. Sawa, kuna msalaba, sawa, kuna namna ya kuweka msalaba juu yake, lakini huku ndugu, nakwambia ni ibada ya Mungu jua. Hii ni ibada ya Mungu jua. Yaani hii ndio sababu inaowapa uwezo wa Sabato kusema sisi kama Wakristo tunaoabudu siku ya Jumapili kana kwamba tunaabudu Mungu jua. Mambo kama haya, na hii ni kweli, sisemi katika ubaya, hatuwezi tukapingana na hii. Hii ni ibada ya Mungu jua. Mimi naweza kapingana na hiyo. Hiyo sio ibada ya Mungu jua. Hiyo ni monstrance ambayo ndani mwake kuna Yesu wa Ekaristi. Sorry, najua hapo nimekuchanganya kidogo. Ngoja nikusaidie wewe na wengine wote wenye mkanganyiko kama huo. Si kuwaita wengine waje katika imani yetu, bali ni kuimarisha wale waliopo ndani mwetu. Na wale ambao wapo nje, wakiona imani yao imekomaa kiasi cha kuingia ndani ya kanisa Katoliki, basi milango ipo wazi. Hapa kuna mambo matatu nimeang'amua ambayo yameshindikana kueleweka vizuri. Cha kwanza ni juu ya Ekaristi Takatifu. Cha pili ni juu ya monstrance. Na cha tatu ni juu ya kuabudu siku ya Dominika. Vyote nitavieleza kwa kina. Katika kanisa kuna Ekaristi ambayo ni Yesu mzima, Mungu mtu, chini ya maumbo ya mkate na divai. Wakatoliki hatuna ibada kwa mkate au divai, bali kwa Yesu aliye hai na mzima katika sakramenti kuu ya Ekaristi Takatifu. Yesu mwenyewe alisema kwa uwazi kabisa katika kitabu cha Mwinjili Yohane sura ya 6 aya 55 kwamba mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Na katika Mathayo sura ya 26 aya 26 hadi aya 28, wakati wa karamu ya mwisho, Yesu alisema, nao walipokuwa akila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Hivyo tunapomwabudu Yesu katika Ekaristi Takatifu, tunamwabudu Mungu Mwana aliyejitoa sadaka kwa ajili yetu, si kiumbe au kitu kisichokuwa na uhai. Na kuhusu monstrance, kifaa hiki ambacho kinamtunza Yesu wa Ekaristi, sura ya monstrance si ibada ya jua mbinguni. Ndiyo, umbo lake lipo kama jua. Sura ya monstrance si ibada ya jua hilo la angani, bali ni alama ya kisanaa ama symbolism inayotumika kumweleza Kristo kama jua la haki. Rejea Malaki sura ya 4 aya ya 2. Na pia Yesu kama mwanga wa ulimwengu. Rejea Yohane sura ya 8 aya ya 12. Mionzi inayozunguka Ekaristi kwenye monstrance inawakilisha utukufu na mwanga wa Kristo unaoangazia giza la ulimwengu. Ni zana tu ya kisanaa inayotumika kutafakari utukufu wa Mungu. Jambo la tatu, jua ibada kufanyika siku ya Dominika ama Jumapili. Jumapili si siku ya kuabudu jua ama Sunday ya kipagani, bali ni siku ya Bwana, Lord's Day, kwa sababu ndiyo siku ambayo Yesu Kristo alifufuka kutoka katika wafu. Rejea Mathayo sura 28 aya ya 1, Marko sura 16 aya ya 2. Mitume na Wakristo wa kwanza walikusanyika kuvunja mkate ambayo ni Ekaristi na kutoa sadaka siku ya kwanza ya juma ambayo ni Dominika ama Jumapili. Hayo yote utayapata katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 20 aya ya 7, waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 16 aya ya 2 na Ufunuo sura ya kwanza aya ya 10. Pia ndugu yetu mtumishi akaja na kuongezea tena hoja nyingine. Sasa hebu fananisha jambo moja kwanza. Fananisha ile. Hebu angalia hii picha.
Umeona hiyo picha, right? Angalia na hii picha. Utofauti wake uko wapi? Okay, sikia. Hawa ni wapagani. Alafu hawa ni watu wanaosema wanamwabudu Kristo Yesu, anategemea kuiona mbingu. Utofauti uko wapi? Where is the difference from people who are in paganism and people who are in Christianity? What is the difference? Anauliza, utofauti uko wapi kati ya watu wanaoabudu sanamu katika upagani na sisi ambao ni Wakatoliki? Ndugu mpendwa katika Kristo, waamini wa Katoliki tunatumia sanamu takatifu katika sala, ibada na maisha yetu ya imani. Sio kwa lengo la kuzitukuza sanamu hizo kama miungu ama kama watu watakatifu. La hasha. Tunazitumia tu kama alama zionekanazo na zielewekazo ili kutusaidia na kutuelekeza kihisia kwenye kweli mbalimbali za uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu na watakatifu. Mkristo Mkatoliki anapopiga goti mbele ya sanamu, haina maana ya kwamba sala hiyo ama goti hilo linaelekea hiyo sanamu, bali yule anayewakilishwa na sanamu ile. Mmoja anaweza akauliza akisema, mbona tukisoma Biblia katika Agano la Kale tunaikuta amri aliyotoa Mungu ikimkataza mwanadamu asijifanyie sanamu za kuchonga? Kwani alisema katika Kutoka sura 20 aya 4 hadi aya 5, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni na wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Watu wengi hasa wenzetu wa Protestant mara baada ya kuyasoma hayo husema kwa ushahidi na kufundisha kuwa maana ya maneno hayo ni kwamba Mungu amekataza kabisa mwanadamu kujitengenezea sanamu yoyote ile na kuonesha heshima kwake. Kanisa Katoliki ni kumbe lenyewe waamini na kufundisha kuwa kwa maneno hayo Mungu hana maana ya kumkataza mwanadamu kujitengenezea sanamu, bali anachokataza hapa ni hizo sanamu kuziabudu kama Mungu ama kuzipa heshima kama sanamu zenyewe. Kwa nini Kanisa Katoliki la mitume liseme amri hiyo wala sio vingine? Kanisa linasema maneno hayo kwa vyovyote vile hayawezi yakawa na maana ya Mwenyezi Mungu kumkataza mwanadamu kujitengenezea sanamu na picha kama vile za Yesu, za malaika, za watakatifu na kadhalika, kwa sababu angefanya hivyo angekuwa anajipinga yeye mwenyewe kwa kukataza jambo alafu yeye mwenyewe tena akaamuru jambo hilo hilo lifanyike. Kwani katika hilo Agano la Kale tunakuta Mwenyezi Mungu anamwagiza huyo mwanadamu akisema, nawe fanya makerubi mawili ya dhahabu, uyafanye ya kazi ya kufua katika miisho ya kiti cha rehema huku na huku. Weka kerubi moja mwisho mmoja na kerubi la pili mwisho wa pili. Fanya hayo makerubi ya kitu kimoja na kiti cha rehema mwisho huku na mwisho huku. Rejea kitabu cha Kutoka sura 25 aya 18 hadi aya 20. Na alafu tena Mungu alimwamrisha Nabii Musa atengeneze sanamu ya nyoka wa shaba akisema, jifanyie nyoka wa shaba ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa na nyoka itazamapo hataishi. Rejea Hesabu sura 21 aya ya 8. Sio maneno yangu. Je, unaona kwamba ni kweli kama maneno hayo yangekuwa na maana Mwenyezi Mungu kumkataza kabisa mwanadamu kujitengenezea sanamu yoyote ile, angekuwa anajipinga yeye mwenyewe kwa maagizo yake haya aliyotoa tena baadaye? Kwani sanamu hizo za makerubi na nyoka si mfano wa vitu vivyo juu mbinguni na vivyo chini duniani na majini chini ya dunia? Je, makerubi hawakai mbinguni na nyoka katika nchi kavu na majini? Lakini sote tunajua Mwenyezi Mungu hawezi kama kujipinga mwenyewe. Kama tunakubaliana na hiyo kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kujipinga mwenyewe, kwa hiyo ndio maana maneno hayo haiwezi kuwa nyingine bali ni hiyo ambayo Kanisa ya Katoliki huamini na kufundisha. Lakini ndugu zangu, hata katika maisha yetu ya kawaida tu hivi ya kila siku, kufikiri kwa maneno hayo maana yake kwamba Mungu anakataza kabisa kujitengenezea sanamu yoyote ile au picha, basi maana yake kwamba sisi wenyewe karibu kila siku tungekuwa tunaivunja amri hiyo aliyotoa Mungu. Unajua kwa nini? Ni nani yule ambaye nyumbani mwake hana picha ya mpenzi wake, rafiki au ndugu yake aliyefariki dunia? Nani kiongozi yule ambaye katika ofisi yake hana picha ya rais wa nchi ama mfalme, meneja wake mkuu au hata mkuu wa dhehebu la dini? Je, sisi sote hatusomi karibu kila siku vitabu na magazeti yenye picha mbalimbali? Tena si ajabu hata watoto wenu wenyewe
wanazitumia Biblia zenye picha na michoro mingi yenye kuonesha kwamba huyu ni Yesu, huyu alikuwa ni Musa, huyu alikuwa ni nani. Hiyo je, ni ibada ya sanamu? Najua utaniambia hapana, hiyo sio ibada ya sanamu. Na sasa hizo picha sio mfano wa vitu au wanyama au wadudu au watu walio juu mbinguni au walio chini duniani na kadhalika. Hebu nakukumbusha kisa kimoja. Katika nchi ya Malawi kuna yule kijana ambaye alichora picha ya mfalme wao. Alipomaliza kuichora akaichoma yeye mwenyewe. Mfalme wao akaona kwamba kuichoma picha ile tena hadharani ni kitendo cha kumdhalilisha yeye. Nadhani wote mnajua kilichomkuta. Uzuri Mungu si mwanadamu atupatie adhabu kubwa kiasi kile watu ambao tunazidharau sanamu na picha ambazo zinawakilisha uwepo wake. Mtumishi wa Bwana anamalizia kwa kusema, lakini pia ningependa niweze kukujuza kwamba ukisoma katika Biblia kwenye kile kitabu kinachoitwa Mathayo sura ile ya 28 mstari wa 19, Biblia inatuambia kwamba Yesu Kristo akawaambia wanafunzi wake wakapate kwenda kubatizwa, watu wakabatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini tukisoma Biblia, kuna mtu mmoja akanitafuta akaniambia kwamba mitume walikosea kwa kuweza kuwabatiza watu kwa jina la Yesu Kristo. Yaani maana yake ni kwamba Mungu ameridhia lile kosa likapate rudiwa kuprintiwa katika Biblia. Kiuhalisia huu, ndugu yangu, hakuna mtu hata mmoja, there is nobody in the Bible ambaye aliweza kubatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba sio jina, Mwana sio jina. Ukiangalia Biblia yenyewe inasema tumepewa jina moja tu ambalo sisi tunapaswa kuokolewa. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari wa 38, unaona Biblia inathibitisha watu walibatizwa kwa jina la Yesu Kristo, sio Baba, sio Mwana, sio Roho Mtakatifu. Ukisoma kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 10, ukaanza kusoma mstari ule wa 15 mpaka mstari ule wa mstari wa 45 mpaka mstari wa 48, unaona watu wanaenda kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo, sio Baba, sio Mwana, sio Roho Mtakatifu. Ukisoma Matendo ya Mitume 19 mstari wa 1 mpaka mstari ule wa 6, unapata kuelewa kwamba watu walienda kubatizwa katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu yangu, ninakusihi, kama ulibatizwa kwa maji machache, ulibatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, karibu kapate kuweza kupata ubatizo ulio sahihi. Ndugu wapendwa katika Kristo, formula sahihi ya ubatizo ni ile aliyoiagiza Yesu mwenyewe kwa mitume wake katika Mathayo sura 28 aya ya 19, inayosema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mada kwamba Baba si jina inakosa kina cha kiteolojia. Neno jina linapotumika hapa kwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu linaonesha umoja wa uungu wa Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja katika nafsi tatu. Ni kwa nini Matendo ya Mitume inataja kwa jina la Yesu? Katika Matendo ya Mitume sura ya 38, sura ya 10:48 na sura ya 19 aya 5, ambazo na waombeni kama ukipata muda nenda ukazisome. Muktadha wa kitabu cha Matendo ya Mitume kutaja kubatiza kwa jina la Yesu au kuwa kutoa maneno rasmi ya ubatizo ama hiyo liturgical formula ya kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hapana, bali ilikuwa ni kutofautisha ubatizo wa Kikristo na ubatizo wa Yohane Mbatizaji au uoshaji wa Wayahudi. Kubatizwa kwa jina la Yesu maana yake ni kubatizwa kwa mamlaka na mafundisho ya Yesu ambayo hayo tuliyoyaona katika Mathayo sura 28 aya ya 19, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nikamsikia ndugu yetu mtumishi akiongea kidogo tena kwa mbali kuhusu ubatizo wa maji mengi na machache. Tena huenda kuna baadhi ya watu pia wanapoangalia video hii wanajiuliza swala hilo la ubatizo wa maji mengi na maji machache ama maji ya kunyunyizia. Ngoja nimalize kabisa kwa upande huo. Neno la Kiyahudi la ubatizo, baptizo, lina maana kutumbukiza au kuosha. Katika Biblia na mapokeo ya mitume, msingi wa ubatizo ni maji na neno la Mungu. Rejea Yohane sura ya 3 aya 5 na Waefeso sura ya 5 aya 26. Agano Jipya halijaweka sharti la lazima la kiasi cha maji. Mfano,
Mtume Paulo alipombatiza mlinzi wa gereza na jamaa zake usiku wa manane wakiwa gerezani, ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 16 aya ya 33, wale hawakwenda mtoni au kwenye dimbwi kubwa la maji mengi usiku huo, kwani walikuwa gerezani. Na pia tangu nyakati za mitume, kama inavyothibitishwa katika kitabu cha kale cha karne ya kwanza ambacho kinaitwa Didache, mafundisho ya mitume, kanisa limefundisha kuwa ubatizo unaweza kufanyika kwa kutumbukiza majini au kwa kumwagiwa maji kichwani pale ambapo maji tele hayapatikani. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, Kanisa Katoliki halibuni mafundisho yake, bali linahifadhi kwa uaminifu agano la Kristo, maandiko matakatifu na mapokeo ya mitume ya zaidi ya miaka 2000. Lengo letu sote ni kumtukuza Kristo na kuishi katika ukweli wa neno lake. Tusome neno la Mungu, tuishi mafundisho ya kanisa na tumshuhudie Kristo katika maisha yetu. Ni mimi mtumishi wenu mdogo nisiyestahili, Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.